Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante. Katika hali ya taharuki iliyotanda hivi karibuni, serikali ya Lebanon imetoa majibu ya onyo kali kwa kile imesema kwa wauaji wa kigaidi, ikisema itafanya mashambulizi yasiyo na kikomo usiku kucha maeneo muhimu ya Israeli. Serikali ya Lebanon imetoa onyo hilo mapema leo katika taarifa yake ya kuthibitisha kushambuliwa kwa mji wa Beirut kusini mwa taifa hilo, shambulio lililopelekea kuuawa kwa kamanda wake mkuu wa kikundi cha Radan cha Hezbollah kusini mwa Lebanon. Awali, serikali ya Lebanon ikitoa taarifa hiyo imethibitisha kufanywa kwa mashambulizi ya jeshi la Israeli IDF kwa ndege vita katika maeneo yake ya mji wa Beirut, mashambulizi yaliyopelekea pia kifo cha kamanda wake mkuu wa kikundi cha Kiislamu cha Hezbollah, kikosi cha Radan, Malek Baroud. Hezbollah katika taarifa yake imesema kamanda wake mkuu Malek Baroud ameuawa siku ya Jumatano katika shambulio la anga la Israel kusini mwa Lebanon, ikiongeza kuwa Malek Baroud alikuwa mmoja maafisa wa ngazi za juu katika kundi hilo la Hezbollah, ambaye alikuwa mstari wa mbele kuendesha operesheni za miezi karibu 9 ya mapigano kando ya mpaka wa Lebanon. Hata hivyo, kufuatia hilo, Hezbollah katika taarifa yake hiyo ya mapema imesema imejibu mashambulizi kwa kurusha makombora yapatao 100 kaskazini mwa Israeli siku hiyo Jumatano jioni, ikiwa kama majibu yatakayofuatwa na kile wameeleza mfululizo wa mashambulizi yasiyokoma yatakayoendelea kushuhudiwa kwa siku za usoni. Katika moja kauli ya kiongozi wa kijeshi katika onyo hilo, kile limeitwa la kimkakati lililotolewa na shirika la habari la serikali ya Lebanon NNA na kunukuliwa na shirika la habari la Al-Wakala Al-Watania Lil Anba nchini humo, amesema kuwa kuuawa kwa kamanda mkuu Hezbollah ni kitendo cha kinyama kisichovumilika na hivyo kinahitaji majibu ya haraka zaidi na ya kiutendaji kwa mdhalimu na adui wa Lebanon wa muda mrefu. Aidha, mbali na kuuawa kwa kamanda huyo mwandamizi wa Hezbollah imethibitisha kifo cha kamanda mwingine Mohammadi Nima Nasr, anayejulikana pia kwa jina la Warwatani kama Abu Nima, kutoka mji wa Hadatha kusini mwa Lebanon, kufuatia ripoti za mashambulizi hayo. Ripoti ya shirika la habari la kitaifa la Lebanon linaloendeshwa na serikali imesema ndege isiyo na rubani ya adui ililenga gari ambalo ndani yake kulikuwapo na kiongozi huyo huko Tyre, karibu kilomita 20 sawa na maili 12 kutoka mpakani mwa eneo hilo. Kadhalika, chanzo kilichofahamika kuwa shuhuda wa tukio hilo kilimwambia mwandishi wa shirika la habari la AFP huko Lebanon kwamba wanajeshi wawili wa Hezbollah na raia pia waliuawa papo hapo katika shambulio hilo huko kusini mwa Lebanon. Katika taarifa yake, Hezbollah imeeleza kupata pigo kubwa kutokana na kuuawa kwa viongozi wake hao wa kijeshi, wakibainisha pia wafanyakazi wengine waliotajwa kuwa maafisa wa jeshi, akiwemo Taleb Abdullah, kamanda wa kitengo cha kikanda cha Nasri aliyeuawa mwezi uliopita, na Wissam Al-Tawil, naibu mkuu wa kitengo cha juu cha kikosi cha Radwan aliyeuawa na Israeli mwezi Januari mwaka huu 2026. Hata hivyo, kulingana na duru kutokea huko Mashariki ya Kati, mashambulizi ya Israeli yamefanywa kwa kupewa baraka na idhini ya Marekani chini ya rais wake Donald Jr. Trump. Saa kadhaa baada ya shambulio hilo, IDF ilithibitisha kwamba ilimuua Nasr, ambaye ilisema tangu 2016 amekuwa akiongoza kikosi cha Azizi cha Hezbollah. Kikosi hicho kwa kile imesema kinahusika moja kwa moja na eneo la kusini magharibi mwa Lebanon, kuanzia pwani hadi eneo la Binti Jbeil, huku kikiarifiwa kufanya mamia ya mashambulizi dhidi ya eneo la Galilaya la kaskazini na magharibi mwa Israeli katikati ya vita.
Kulingana na IDF, yeye ndiye kamanda wa pili mwandamizi zaidi wa Hezbollah ambaye ameuawa katikati mapigano yanayoendelea pamoja na mkuu mwenzake wa mgawanyiko wa kikanda Abdullah Nasser, ambapo hapo awali inadaiwa kuwa aliongoza vikosi maalum vya Hezbollah na alihusika katika kile Israel imesema mashambulizi mengi dhidi yake, ikiwa ni pamoja na utekaji nyara wa wanajeshi wa mpakani mwaka 2006. Hata hivyo, mauaji ya Abdullah mwezi Juni yalisababisha kuongezeka kwa uhasama na mashambulizi ya ndege za pasi na rubani na roketi kutokea Lebanon kwenye miji ya kaskazini na kambi za IDF siku zilizofuata shambulio hilo la anga, likiwa ni pamoja na mkusanyiko makombora yapatayo 215. Jeshi la Israeli IDF pia lilitarajia Hezbollah kujibu mashambulizi makubwa dhidi ya mauaji ya Nasr katika saa chache zilizofuata, ambapo shambulio la anga na makombora 100 yalirushwa kutoka Lebanon huko Kiryat Shimona na maeneo mengine ikiwemo mji wa Galilea Panhandle na milima ya Golan kaskazini. Pia IDF imesema roketi nyingi zilishambulia maeneo ya wazi, huku ikikanusha ripoti za majeraha ama mauaji ya wanajeshi wake katika mapigano hayo. Juhudi zinazoendelea za kidiplomasia za washirika wa Israeli kuzuia vita vikali kati ya Israeli na Hezbollah zinazoelezwa kukwamishwa kwa mashambulizi hayo ya Israeli ya hivi karibuni, ambazo ziliarifiwa kuongezeka kwa siku za hivi karibuni, huku kukiwa na hofu ya wazi ya kuongezeka kwa mapigano zaidi katika siku za usoni. Hata hivyo, katika hatua za uingiliaji kati wa mataifa mbalimbali katika mzozo huo, siku ya Jumanne, Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron alimuhimiza Waziri Mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu kuzuia mzozo kati ya vikosi vya jeshi la serikali yake IDF na Hezbollah la Lebanon. Macron alisisitiza wasiwasi wake mkubwa kuhusu kuongezeka kwa mvutano kati ya Hezbollah na Israeli, akitilia mkazo hitaji kamili la kuzuia mapigano ambayo yana athari mbaya kwa maslahi ya pande hizo za uhasama, Lebanon na Israeli. Hali hii ya kuibuka kwa vita vikali baina ya Israeli na Lebanon inakuja wakati ambapo vuta ni kuvute inaendelea kushuhudiwa katika ukanda wa Mashariki ya Kati, hasa mlango bahari wa Hormuz, wakati Rais Donald Jr. Trump akiendeleza mzingiro katika eneo hilo blockade, huku Iran ikiendeleza kutekeleza azma yake ya kufunga na kudhibiti njia hiyo ya baharini iliyotangaza mapema Machi 2 mwaka huu 2026, mara tu baada ya mashambulizi ya anga yaliyofanywa na Marekani na Israeli nchini Iran. Ingawa kuna usitishaji vita na masharti, mlango bahari huo bado umefungwa kwa meli nyingi, isipokuwa zile za nje ambazo Iran inaziona kuwa si maadui. Siku za hivi karibuni kumeshuhudiwa pia mashambulizi dhidi ya meli kwa ndege za pasi na rubani drones, huku hali ya kiusalama eneo hilo bado ikiripotiwa kuwa duni na yapasi kuleta matumaini. Rais wa Marekani Donald Trump ameendelea kutoa vitisho mfuatano na kauli mtambuka, hasa juu ya panda shuka za matambo, ikiwemo kutangaza kuzindua operation ya jeshi la majini la Marekani kusindikiza meli za biashara zilizokwama ndani ya Ghuba, yaani mradi huru. Hata hivyo, mapema Mei 6, Trump alitangaza operesheni hiyo kusimamishwa kwa muda kwa kile alichodai ili kutoa nafasi kwa mazungumzo ya kidiplomasia yanayosimamiwa na Pakistan, hali iliyosalia na maswali lukuki juu ya hatua za rais huyo wa Marekani Donald Jr. Trump. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.